Leo tutaenda kuangalia bid, ask and spread. Kwa hiyo sasa objective ya hii lesson ambayo ni ya sita, uweze kuelewa maana ya bid, ask and spread. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho utakielewa kwenye hii lesson. Alafu baada ya kuelewa hivyo uweze kutofautisha bid and ask, alafu ujue spread inavyofanya kazi. Spread inavyofanya kazi, alafu pia kuelewa kwa nini trader huanza trade ikiwa kwenye loss ndogo. Ukifungua tu trade inaanza kwenye loss, kwa hiyo trade inaanza kwenye loss. Kiingia tu kwenye trade inaanza kwenye loss, why? Alafu kuelewa spread inavyoathiri entry, exit na profit, alafu kuelewa sababu zinazofanya spread kubadilika. Kwa nini spread inabadilika? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo mpaka mwisho wa lesson ya leo utakuwa umeweza kuvielewa na ndo ambavyo tutavijadili. Sasa tukianza na bid price, bid au bid price. Bid price hii ni bei ambayo broker au soko lipo tayari kununua base currency kutoka kwako. Broker au soko lipo tayari kununua kutoka kwako. Kwa hii ni bei ambayo broker au soko yupo tayari kununua kutoka kwako. Kwa trader sasa, unapokuwa umefungua sell position au ukifungua unatumia bid price. Unapokuwa unafungua sell unatumia bid price. Mfano kama ni Euro USD, okay, inakuwa iko 1.1200. Hii kwa mfano Euro USD bid inakuwa 1.1200, alafu ask inakuwa 1.1210. Euro USD utakuta iko hivi bid price. Tutakavyokuwa tunafungua chart zetu utakao unaona Euro USD bid 1.12, ask hii ina maana kama unataka kuuza Euro USD, kama unataka kuuza utauza kwa 1.1200. Okay, sasa ask price hii hapa chini ni bei ambayo broker au soko lipo tayari kukuuzia base currency. Kwa mfano ukifungua hii ukiwa una sell, ina maana bid ni hii 1.12. Ukiwa una buy sasa, unakuwa unatumia ask price. Utanunua kwa ask price. Mfano kwenye hii mfano kwenye hii hapa kwenye hii bid and ask, hii ndo utanunua, halafu hii ndo utakuwa unauza. Kitolea ule mfano ambao nilikuwa nimezungumzia juzi wa kwamba rate ni 2600. Ukihitaji wanakuambia hii tunakuuzia kwa 2630. Ukitaka kuiuza wanakuuzia kwa 2800.
570 labda. Okay, ila value pale unaona ni 2600 kamili. Sasa kwa nini ask huwa kubwa kuliko bid? Kwa sababu kati ya bid na ask gharama ya huduma ya broker kwa nini ask huwa kubwa kuliko bid? Kwa sababu kati ya bid and ask kuna gharama ya huduma ya broker inayoitwa spread. Okay? Kwa hiyo lazima every time ask price it's always greater than the bid price. Mfano, bid inakuwa 1.1200. Ask inakuwa 1.12010. Kwa hiyo spread ni 1 pip. Hii tofauti ya kutoka kwenye bid price na ask price ndo ambayo inaitwa spread. Sasa spread ni nini? Spread ni tofauti kati ya ask price na bid price. Mfano jana nilisema kwamba ukienda kwenye bureau change Google wakatuambia 1 USD ni sawasawa na Tanzania shillings 2600. Okay, ila sisi tukitaka kununua ina maana tunauliza, we asking. Tukitaka kununua watatuambia sisi tutakuuzia kwa 2630. Kwa hiyo kama unataka dola 100 itabidi ulipie 200,000, itabidi ulipie 263,000 ili tukupe dola 100. Lakini ukiwa unauza ina maana una bid, watakwambia sisi tutainunua kwa 2570. Kwa hiyo kwenye hiyo dola 100 yako ukitupatia dola 100, sisi tutakupatia 277,000 kwa thamani ya dola 100. Kwa dola 100 hiyo hiyo ukiitaka kuinunua watakuuzia kwa 263,000. Dola 100 hiyo ukitaka kuiuza kwao wenyewe wanainunua kwa 257,000. Kwa hiyo tofauti kati ya hiyo ask ambayo ni 263,000 minus hiyo bei ambayo wenyewe wako tayari kununua 257,000, tofauti hapa ni 6,000, si ndio? Hii 6,000 ndo spread ambayo ananufaika nayo duka hilo ambalo ni bureau change ndo ambayo inanufaika nayo. Kwa pia huku kwenye trading tutakavyokuwa kulingana na operation ambayo tutakuwa tunaitake sokoni, either ni kubuy au kusell, ile difference ya pale, ile difference ya bid and ask. Kama umesikiza taarifa za habari za kiuchumi, watakwambia leo dola imenunuliwa kwa shilingi fulani na imeuzwa kwa shilingi fulani. Dola leo yen au euro imenunuliwa kwa shilingi fulani na imeuzwa kwa shilingi fulani. Hicho ndio kitu ambacho wanakimaanisha kwamba bei ya kuuza ilikuwa ni kiasi fulani na bei ya kununua ni kiasi fulani. Sasa wewe ukisema hivi kwamba mbona Google ni 2600, kwa nini wananiuzia 2000? Na maana haujajua how spread it works na how this bureau change it works. Kwa hiyo hujatapeliwa wala hujaibiwa. Hivyo ndivyo biashara inavyofanya kazi. Bureau change. Kwa sasa wewe kitu ambacho kwa kinatokea sasa, kama unataka kubadilisha hela utabidi uchague bureau change ambayo hii spread yake ni ndogo. Kwa kama mfano kwenye dola 100 bureau change 1 spread yao ni 6,000. Bureau change ya pili spread yao ni 12,000. Ukienda bureau change ya tatu spread yao ni 24,000. Obvious, hauwezi kwenda sehemu ambayo spread yao ni 24,000 au 12,000. Utaenda kwenye spread ndogo zaidi. Kwa sisi pia in the market, mazingira mazuri zaidi ya kufanya trade au ya kufanya biashara ni mazingira ambayo spread itakuwa ni ndogo zaidi. Okay, so kwa mfano huo, I hope and I'm pretty sure kwamba tutakuwa tumefanyaje, tumeelewana. Sasa kwa nini unavyoingia kwenye trade,
kwa nini trade ukifungua tu inaanza kwenye loss? Kwa nini trade ukifungua tu inaanza kwenye loss? So ukifungua buy utanunua kwa ask, lakini ukifunga mara moja broker atanunua kutoka kwako kwa bid. Kwa kuwa bid ni ndogo kuliko ask, unaanza na loss ndogo sana spread. Mfano ask price inaweza kawa 1.12.010, bid price ikawa 1.12.00. So spread ni 1 pip. Ukifungua buy immediately utaona, yani ukifungua tu buy ukiingia tu sokoni inaanza kwanza na -1 base na -1 pip. Hii -1 pip ndo hii utofauti wa bid and ask. Okay? Kwa unavyoingia tu kwenye trade pap, haijafanya movement yoyote, inaanza na hiyo loss. Hii sio hasara ya market, ni gharama ya spread. Yani umefungua tu market hata haija move, upo kwenye hasara. Kwa ile hasara sio loss kwamba umeingia tu market imeenda kwenye loss, no. Umeingia imekatwa gharama ya spread pale pale. Baada ya hapo sasa ndo tunategemea matokeo ya market. Market imemove kwenda wapi? Okay? Kwa hiyo ndo sababu ambayo ukiingia ukiingia kwenye trade yoyote utakutana na losi kwanza. Sasa hizi spread zinaweza kuwa fixed au floating fixed spread. Okay? Hizi spread inaweza kuwa fixed au floating. Hizi spread kwa broker. Broker mwingine anakuambia this is a fixed spread au inaweza ikawa ni floating spread kama hivi. Okay? So fixed spread, tuanze na fixed spread sasa. Hizi fixed spread hubaki karibu sawa muda wote. Hubaki karibia na sawa muda wote. So zinakuwa mara nyingi zinakuwa ziko sawa, hazibadiliki. Zipo sawa muda wote. Kama spread ni moja ni moja. Na zinakuwa hazibadiliki mara kwa mara. Hazibadiliki mara kwa mara. Na hizi fixed spread zinapatikana, most zinapatikana kwa baadhi ya market makers, broker ambao ni market makers. Sasa moja ya kitu ambacho market makers wanavutia watu wengi sana, spread zao zinakuwa ziko fixed, hazibadiliki. Lakini hizi floating spread au broker mwingine wanazitem kama variable spread. Hizi hubadilika hizi zinabadilika kulingana na mambo mbalimbali. Zinaweza zikabadilika kulingana na liquidity, zikabadilika kulingana na volatility, zinaweza zikabadilika kulingana na news. Sasa tutakuwa tunasikia misamiati mingi kidogo mipya, lakini usijali, kitu chochote ambacho nitakimention basi ujue lazima nitakielekeza. Lakini pia zinaweza zikabadilika kulingana na trading sessions. Okay? Hii ndio spread inayotumiwa sana na broker wengi wa kisasa. So hii ndo common sana. Variable spread. Spread zinaongezeka na kupungua. Okay? So kwa nini spread hubadilika sasa? Sababu kuu ambazo zinafanya hizi spread ziweze kubadilika, sababu kuu inayofanya spread iweze kubadilika. Spread kubadilika inasababishwa kwanza na liquidity ikiwa kubwa. Liquidity ikiwa kubwa, unakumbuka juzi nilikuwa naelezea masuala ya liquidity. Nikawa nazungumzia uwingi wa maji. Mfano, the way biashara ya maji ilivyo Dar ni tofauti na biashara ya maji ilivyo mikoa yenye baridi kama Njombe, Iringa, huko Mbeya ni tofauti. Okay? Kwa hiyo biashara ya maji Dar ina liquidity kubwa kuliko biashara ya maji Njombe au Iringa huko. Okay? Kwa hiyo kulikuwa kuna liquidity kubwa, spread zinakuwa ndogo kwa sababu biashara ipo kubwa. Lakini kulikuwa kuna
kukiwa kuna liquidity ndogo, spread pia zinakuwa kubwa kwa sababu hakuna liquidity. Kwenye liquidity kubwa spread zinakuwa ndogo, liquidity ikiwa ndogo spread zinaongezeka. Sababu nyingine ni news. Wakati wa habari kubwa spread inaweza kupanuka sana, kwa sababu wakati kuna news kubwa watu wengi wanahofia. So kama watu wengi wanahofia, watataka kukaa nje ya market. Hata sisi tutajifunza kipindi ambapo kukiwa kuna news, unatakiwa ukae nje ya market. Kwa sababu wanapokaa nje ya market kunakuwa kuna namba chache sana ya watu. Kwa kukiwa kuna namba chache sana ya watu, ina maana obviously liquidity pia inakuwa ni ndogo, as a result kwamba during news kunakuwa pia kuna spread kubwa. So muda mwingine ambao spread pia zinabadilika, muda soko linavyofunguliwa. Mwanzoni mwa wiki spread huongezeka. Kwa mfano kama ndo wiki inafunguka tu ile Jumapili mapema asubuhi, spread zinakuwa kubwa sana ile saa 6 usiku. Okay? Na pia market inapokuwa inakaribia kufungwa Ijumaa ile saa kuanzia saa 5:30 mpaka saa 5:59, spread pia zinakuwa ni kubwa. Lakini kingine ambacho kinabadilisha hizi liquidity, spread kuongezeka, kukiwa kuna trading sessions. Tutakuja kujifunza hizi session. Hii market ina run 24 hours, kwa hiyo na run 24 hours kwa sababu ya sessions. So London na New York overlap, spread zinakuwa ndogo, na zinakuwa ndogo kwa sababu hapo market inakuwa iko traded sana, kunakuwa kuna volume kubwa sokoni. Lakini Sydney session kule Australia, spread mara nyingi huwa zinakuwa kubwa mida hiyo kuanzia saa 6 usiku mpaka kama saa 8, saa 9, saa 12 alfajiri, kunakuwa kuna spread kubwa. Sasa makosa ambayo beginner wanafanya sana kuhusiana na hivi vitu, wanadhani kwamba broker amekula fedha zako kwa sababu trade imeanza na loss. Kwa hiyo unaingia tu kwenye trade, unakutana na loss, unaanza broker ashaanza kunifanyia michezo. Nimeingia tu kwenye trade, nipo kwenye loss, hata market haije move. So epuka kuwa beginner ambaye una hayo mawazo, then kutoangalia spread kabla ya kuingia, hiyo pia. So kabla hujaingia trade, angalia pia muda huo spread zipoje, kwa sababu kama spread ni kubwa, let's say spread ikiwa ndogo, labda ni ya pip moja, ukiingia tu kwenye market unakuwa na loss ya pips moja, alafu spread zikawa kubwa, labda pips 10, ukaingia tu kwenye market ukakutana na loss ya pips 10, kwa loss pia inakuwa kubwa. Kwa hiyo muda ambao unaingia sokoni ni muhimu zaidi ku make sure kwamba unaangalia hizo spread. Hivi vitu vyote tunavyoviongea tutaviona practically vinafanya kazi vile. Lakini kufanya scalping wakati wa spread kubwa, so unakuta wewe ni scalper, aina ya trader wewe ni scalper na ni beginner, alafu unaanza kufanya scalping muda ambao spread ni kubwa. So let's say mtu anaye scalp anatafuta pips 5 mpaka pips 10 kwenye movement tu ya dakika moja, sekunde kadhaa. Sasa unaingia tu kwenye trade, scalping yako spread ni pips 10 ambazo ndo hizo ni target yako. Shaelewa? Kwa hiyo hilo ni kosa jingine. Kwa mtu ambaye ana scalp, lazima scalp kwenye sehemu ambayo pips spread ni ndogo sana. Kuweka stop loss karibu sana bila kuzingatia spread. So sometimes market inaweza isifike kwenye stop loss yako ambao umeweka. Let's say umeweka stop loss pips 10 au umeweka stop loss pips 5. Market isiende kwenye market yenyewe, kama yenyewe price isifike kwenye hiyo stop loss yako. Lakini kwa sababu spread ni kubwa, spread pips 7, pips 8, ukuta market imekutoa alafu market haijafika kule, unatuma tena lawama kwa broker. Broker amefunga trade yangu akati kule market haijafika, kumbe shida ni spread. Na hizo kesi huwa nakutana nazo sana. Mtu anakuja anamkandia broker. Of course broker na wenyewe wana shida zao kwenye trading, lakini hakikisha kwamba haulalamiki. Unavyokuwa unatoa malalamiko yako, mtu ndo akakuona wewe ndo hamna kitu, yani haujui unachokifanya. Kwa kuwa na uelewa wa kutosha, ili unavyotoa malalamiko yako ujue unachokilalamika ni wewe uko sahihi au, yani just imagine umeenda kumshtaki mtu, alafu unavyomshtaki inaonekana wewe ndo una makosa. Kesi kama hiyo, wewe ndo unaishia kudhalilika. Kwa hiyo elimu ni msingi, na kuingia wakati wa news bila kuelewa kuwa spread inaweza kupanuka, au ni makosa ambayo beginners wengi huwa wanayafanya. So mambo muhimu ya kukumbuka kwenye hii bid and ask ni kwamba bid ni bei ya kuuza, bid ni bei
ya kuuza. Leo dola imenunuliwa kwa kiasi fulani, imeuzwa kwa kiasi fulani. Kwa bei ya kuuza ndio hii ambayo inaitwa bid. Bei ya kuuza ama tunaita sell. Alafu ask ni bei ya kununua, okay, ambayo hii inaitwa buy. Alafu spread ni nini? Ni tofauti kati ya ask price minus bid price, ile ndo inaitwa spread. Kwa hiyo ukiwa una buy sokoni, unaingia kwa ask na unatoka kwa bid price. So ukiwa umebuy, bei ambayo unaingilia sokoni ni ask, lakini bei inayokutoa sokoni ni ya bid. Na ukiwa umesell, unakuwa unaingia sokoni, unaingia kwa bid, na ile bei ambayo inakutoa sokoni unatoka kwa ask, okay? Kwa sababu ukibai ina maana ume ask. Unapokuwa una close ile trade ni kama una sell, kwa hiyo unatoka kwa bid. Ukisell ina maana umebid. Ukiwa unatoka ni kama unainunua, kwa hiyo unatoka kwa ask. Spread ndio gharama ya kwanza ya kuingilia sokoni. Kwa hiyo unapoingia sokoni, kabla ya kitu chochote, spread ndo gharama ya kwanza ya trade yako. Kwa hiyo spread ndogo ni kitu cha msingi sana, ambacho unakizingatia utakapokuwa una trade, okay? Zile pair ambazo spread zake ni kubwa, achana nazo. Ina maana hizo bei cost au gharama za kutrade hizo ni kubwa sana, kwa hiyo utaziepuka sana. Kitu kingine cha kukumbuka ni kwamba sehemu ambapo kuna liquidity kubwa ni sawasawa na spread ndogo. Kwa sehemu ambapo kuna, ukisikia leo market na liquidity, basi spread zinakuwa ndogo and vice versa, okay? So ilitakiwa niwape homework ya hiki kitu ambacho tumejifunza leo, lakini sitawapa homework, nitarudia tena pale pale. Watu wengi ambao mlikuwa mmefungua account kwenye ile homework ambayo nilikuwa nimetoa jana, mlienda tu kwenye ile link mkaklik, mkafungua account, mkajaza details zenu, hamjafanya verifications. Kufanya verification. Sasa ili tuendelee na hizi homework ambazo itakiwa nikupe, itabidi ufanye verification. Kwa nitatoa muda hapa wa kurudi tena kule ukafanya verifications. Alafu kama utaweza huko mbeleni tutakuja kufanya, lakini ili kuweza, itahitaji ufungue account, alafu uanze kuona hivi vitu tunavyovielekeza, mfano spread na nini vinaonekanaje kwenye MT5 au kwenye MT4. So kwa sisi utatumia sana MT5. Kwa hiyo I know you are learning for free. Tenga kiasi kidogo, let's say minimum hata $30 tu, ambayo hiyo utasema hii itakuwa ni kama gharama ya kujifunza, kwa sababu baadhi ya homework ambazo nitakuwa nakupa kwenye $30 utatumia kujifunza. Of course itakaa kwenye account yako, siku ambayo utahitaji kuitoa utaitoa, lakini kulingana na homework ambavyo nitakuwa navitoa, hiyo $30 ndio utakuwa unaweza kufanyia practice. Au nikisema kwamba tunavyofanya executions loss hivi ambavyo unazungumzia sasa, ukiingia tu kwenye trade inaanza kusoma loss, au ukiingia kwenye profit inaanza kusoma hivi, ukiwa unafanya kwa vitendo, akili yako ina catch up zaidi. Mimi nimejitahidi ku break down at least kila siku twende na concept moja moja, ili kwa nyinyi ambao ndo mnasikia for the first time kabisa, msio mnapata ule ugumu kuona haya ni madudu gani, okay? Kwa hiyo kwenye ile link ambayo nimetoa jana, so make sure unaenda unafanya verifications na una deposit angalau hata $30. Hiyo $30 kwa sababu huko mbeleni nitatoa hii challenge hapa, tutaifanya pamoja katika kujaribu. Kwa hii ni journaling 30 days trading psychology. Utaandika jina lako, siku ambayo umeanza, kwa umetrade session gani, account balance ilikuwa kiasi gani, hivyo umefanya market analysis. Hii ni journaling ambayo kila siku naijaza
kwenye hii jono yetu maximum trade ni 2 tu kwa siku, kuhakikisha kwamba unasimama kwenye risk management. Tutakuja kufundishana risk management inavyofanya kazi. Hapo utaandika pair ambao umetrade, umebuy au umesell, ulitumia time frame gani, entry price ilikuwa ngapi, stop loss umeweka ngapi, take profit ngapi, lot size ngapi, risk ngapi, planned to risk reward ratio. Kabla ya kuingia kwenye trade, kwa nini nimeingia kwenye hii trade, utaelekeza hapa. Trade ya pili ya siku utaandika labda ni pair fulani, nilibuy au nilisell, time frame yake. Kabla ya kuingia, niliingia kwenye trade kwa sababu hizi. Alafu then trade confluences, kulikuwa kuna nini. Sasa hivi vitu viko advanced, tutakuja kuvisoma huko, lakini kabla ya kuingia kwenye trade kuna vitu kama emotional check. Confidence yako unavyoingia kwenye trade ilikuwa ngapi, kutoka 1 mpaka 10. Ulikuwa una uoga wowote? Je, ulikuwa na tamaa, passion, nidhamu ilikuwaje? Utulivu unavyoingia kwenye hiyo trade ilikuwaje? During the trade, wakati hiyo trade ina run, ulifanya vitu gani? Ulibadilisha stop loss, ulibadilisha take profit, ulifunga mapema kwa off, uliongeza lot size au ulikuwa unafuata trading plan? Kama kuna maelezo ya zaidi utaandika hapo. Then part 6 itakuwa result ya hiyo trade, win au umepoteza au umetoka kwa break even. Hicho ulichokipata ni sawa na dola ngapi? Pips ambazo umezipata au pips ambazo umezinani screenshot before kuingia kwenye entry. After kutoka kwenye entry, screenshot yako utaiweka hapa. Kuna rules yoyote, trading rules umeiviolate? Je, ulivunja sheria, ndio au hapana? Kama ndio, sheria ulioivunja ni ipi? Haya, tunakuja lesson learned. Umejifunza nini kwenye hiyo trade na kitu gani utakiimprove kesho? Then hiyo utaisubmit, mimi nitaonyesha strength katika hiyo report yako ya siku ni nini, weakness ni nini katika kitu ambacho umekionyesha hapo, na action kwa kesho unatakiwa ufanye nini. Kwa huu ndo mpango mzima wa mentorship. Mtu akikwambia niko chini ya mentor au niko nafanya mentor wangu labda ni magnetics, ni ku make sure kwamba kila kitu ambacho unakifanya makosa naweza kukucorrect nikiwa najua ni nini umekifanya na kukufanyia follow up nzima ya vitu vinavyoendelea. Kwa hiyo trading unaifanya professional way ukiwa unajua ni nini unachokifanya, haurudii makosa yale yale kila siku. Kwa hii ni plan ya siku 30 eh. Ndio maana sasa nikasema ukifungua kwenye ile link nitakuwa naweza kujua kwamba progress yako inaendaje, naona account yako. Tukisema kwamba 30 days trading psychology, mtu ametrade siku 2, hiyo dola 30 asha withdraw, ameenda kufanya vitu vingine. Kwa hiyo nitakuwa naona pia. Kwa sasa ili kuhakikisha kwamba kuna discipline, performance nzuri na naweza kukufuatilia, ndio maana ukiwa chini yangu na ukafungua account pale kwenye ile link na kudeposit, nimesema tu dola 30, ambayo najua hiyo inaweza kaa ni, of course kama mtu atahitaji kudeposit zaidi lakini 30 ni minimum kwenye risk management pia, ambao nitakuwa nimeishare kwamba kwa risk tutakayokuwa tunaitumia kwa hizi siku 30, hiyo dola 30 hauwezi kuipoteza, kwa maana ya kwamba umeichoma hiyo hela yote kwa risk ambayo tutakuwa tumepeana. Ndio maana maximum trade ni 2 tu kwa siku na lot size ni hii aina moja. Lengo la hii ni kujifunza practically. Yaani hiyo dola 30 hatu deal na kwamba ndani ya siku 30 umetengeneza kiasi gani. Kukupa ile awareness ukiwa sokoni unafanya nini, kujenga discipline, kujenga accountability, kujenga professional approach in the market. Ukiweza kuifanya hii kwa siku 30 ukatengeneza hiyo habit, then baadaye hata utakapokuja sasa baadaye ndo utaji evaluate sasa, katika siku hizi 30 ilikuwa dola 30, nikatengeneza 10%, nikatengeneza 5%, nikatengeneza 2%. Kumbe sasa kwa kufuata utaratibu huu nikideposit kiasi fulani naweza nikapata return ya kiasi fulani kwa msaada 1, 2, 3. Okay, kwa it's very important. Naenda kwenye ile link, fanya registration, verify, kisha verify unaweza ka deposit that at least minimum $30 in terms for risk management. Inaweza ikatusaidia kwa $30 iko very reasonable kwenye risk management. Kwenye hii tutakayoifanya iweke tu hapo dola 30, alafu maagizo mengine kadri ya lessons zinavyozidi kwenda na homework nitakazokuwa nimewapa tutajua pia tunaendaje. Okay, kwa I'll be your mentor kwa hizi siku 30 ambayo tupo kwenye hii program. Kwa hiyo make sure tunafuata hayo maagizo and then we going forward. Kwa homework ya leo itakuwa ni kurudi tu pale kuhakikisha kwamba umefanya verification na nini, then hichi ni kitu ambacho pia nitawatumia, utajua in 30 days ni kitu gani ambacho tutakuwa tunakifanya, mazoezi kwa vitendo
ukiwa sokoni unafanyaje, una approach vipi na nini. So baada ya kumaliza hii program mpaka kwa ile ratiba ambayo nimewapatia, utakuwa tayari uko kwenye level fulani ambayo unaelewa ni nini ambacho kinaendelea, ambao ndo objective kubwa ya kuwepo hapa na kujifunza pamoja. Okay, so niwatakia usiku mwema, alamsik.